Ripoti iliyochapishwa na shirika la habari la Associated Press iliyomnukuu afisa mmoja wa Marekani pamoja na mtu mwingine anayefahamu matokeo ya awali uchunguzi uliofanywa na Washington kuhusu mkasa huo imesema yumkini Marekani ilitumia taarifa za zamani za kijasusi kuishambulia shule nchini Iran. Shambulizi hilo kwenye shule ya awali ya Shajar Tayeb kwenye mji wa Minab nchini Iran lilisababisha vifo vya watu 165, wengi wao wakiwa watoto. Mkasa huo umeiweka Marekani kikangoni, na iwapo hatimaye itathibitika kikamilifu kwamba makombora yalifituliwa na jeshi la nchi hiyo, huo utakuwa miongoni mwa mikasa mibaya kabisa kuwahi kutokea kutokana na operesheni za jeshi la nchi hiyo. Awali, Rais Donald Trump wa Marekani alinyoshia kidole cha lawama Iran, kisha baadaye ikaonekana hatambui nani hasa wa kumlaumu, na mwishowe akasema atakubali matokeo ya uchunguzi unaofanywa na Wizara ya Ulinzi ya nchi hiyo. Mambo yalibadilika zaidi siku ya Jumatano wiki hii pale gazeti la New York Times liliporipoti kwamba uchunguzi wa awali unaonyesha Marekani ilihusika kuishambulia shule hiyo. Inaarifiwa makao makuu ya jeshi la Marekani yalitumia taarifa za kijiografia zilizopitwa na wakati ilizopatiwa na idara yake ya ujasusi. Hayo ni kulingana na chanzo kimoja kinachofahamu juu ya matokeo ya awali ya uchunguzi unaoendelea. Kuibuliwa kwa taarifa hizo kumeongeza shinikizo kwa makao makuu ya jeshi la Marekani, Pentagon, kutoa maelezo zaidi. Msemaji wa ikulu ya Marekani, Caroline Leavitt, aliwaambia waandishi wa habari mapema wiki hii kwamba uchunguzi bado unaendelea. Vyanzo viwili vya kuaminika vilivyozungumza na shirika la habari la Associated Press navyo vimethibitisha kuwa mazingira karibu yote, ikiwemo uchunguzi wa awali, umeashiria ilikuwa ni Marekani ndio iliyoilenga shule hiyo nchini Iran. Mkasa huo umewaibua hadi maseneta 45 Marekani ambao katika barua yao ya wazi kwa waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth wamesema uamuzi wa utawala wa Trump wa kupunguza bajeti na kuwafukuza wafanyakazi muhimu katika idara za usalama umeondoa uwezo wa Wizara ya Ulinzi kuepuka matukio kama hayo. Kuna dalili za kutosha pia kwamba shambulio hilo lingeweza kuepukwa. Lilitokea Jumamosi asubuhi, ambayo ni siku ya kwanza ya wiki kwa shule nchini Iran, na jengo hilo lilikuwa limejaa wanafunzi. Uchambuzi pia wa satellite unaonyesha shule hiyo pamoja na majengo mengine mengi jirani yalikuwa na sifa zote kutokea angani zinazoonyesha lilikuwa eneo linalotumiwa na raia. Chini ya sheria za kimataifa zinazoongoza vita, ni marufuku kulengwa kwa majengo, vyombo vya moto na watu wasio na mafungamano yoyote ya kijeshi au wapiganaji, nyumba za makazi, shule, vituo vya afya na vituo vya kitamaduni. Kwa jumla ni maeneo yanayolindwa dhidi ya mashambulizi. Tayari miito imeanza kutolewa nchini Marekani kwamba ikithibitika bila ya shaka kuwa ilikuwa ni makombora ya nchi hiyo ndio yalilenga shule hiyo ya awali, basi hatua madhubuti zichukuliwe na serikali izuie makosa kama hayo kutokea tena katika operesheni nyingine za kijeshi.